Hii ndiyo taswira kamili unayokumbana nayo mara tu unapowasili katika mtaa wa Chuda 4 eneo bunge la Mvita. Kutokana na hili, wakazi wa mtaa huo wa Chuda wamejawa na ghadhabu wakihofia kuzuka kwa mlipuko wa maradhi. Wakiongozwa na Hussein Guled na Sami Oundo, wakazi hao wanasema mara kadhaa wamepiga ripoti katika serikali ya kaunti ya Mombasa, ila kila mara wanapuuzwa kwamba wawe na subira, maafisa husika watashughulikia hali hiyo. Na tatizo kubwa tunalo sasa ni kuhusu bahari yetu hii. Imetudhuru sana, manake maji yamekuwa machafu kupitia na sewage. Tunaghadhibika, tunakerwa sana na tumekerwa kwa miaka mingi. Tumejaribu kuenda katika sehemu husika mara mingi sana, japokuwa wanatuahidi kwamba watatusaidia, lakini tumeona msaada ni kidogo sana, ama tuseme ni finyu, kwa sababu matatizo bado yanaendelea. Katika ufuo wa bahari India, eneo hilo la Chuda, ambapo wakazi wengi hufika kwa ajili ya mazoezi ya asubuhi na kupumzika wakati wa mchana wenye joto, nyumba jirani zinamwaga maji taka baharini kupitia mifereji ya maji ya mvua chini ya ardhi, ikifanya fuo kuwa chafu na kuwaadhiri wanaoogelea. Watu wametap in kutoka majumba mpya yote yameanza kujengwa, kila moja ameanza kutap chini. Sasa maji yote yamekuwa machafu, samaki wamekimbia. Kwanza binadamu sisi tumedhurika na skin rashes, watoto wameanza kupata diarrhea na kila mtu anadhurika mbaya sana. Sasa maji yote unavyoona haya ni maji ya choo, uchafu. Na hapa kuna hoteli, hapa watu wapika chakula. Kuna hapa pahali pia watu ni hoteli hii. Ushafahamu? Kuna hii Catholic school iko hapa. Sasa kaunti haione mambo haya. Kulingana na kundi la vijana ambao wanajihusisha na usafi wa mazingira na uhifadhi wa mikoko, wanajitahidi kuhifadhi mikoko na kulinda maisha ya viumbe wa baharini, ila wakazi wasio makini wanafanya juhudi za kuyapuuza. Sisi tunapata changamoto kubwa sana, kwa sababu wakati tunajaribu kuhifadhi mazingira kama kujaribu kupanda mangrove, hii sewage line ina affect sana. Wakazi hawa sasa walitoa wito kwa serikali ya kaunti ya Mombasa na ile ya kitaifa kuingilia kati suala hilo haraka iwezekanavyo ili kuwaepusha na hatari kubwa inayowakabili. Tunaomba bana wale ambao wako kwenye kaunti watusaidie bana, kwa sababu hii imekuwa madhara makubwa sana. Tunaudhika sana. Mimi mwenyewe hapa nilikuwa nikiswim, nowadays I don't come to swim anymore. Tuwapa wiki 2 warekebishe. Ikiwa kaunti hawarekebishe, sisi tutachukua hatua, twende kotini. Tutaenda kotini kwa public interest kushtaki wale wahusika, authority, county government ya Mombasa. Governor na timu yake wajue wafanyikazi wako wamezembea. Caro Christopher, Undugu TV.